نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير ورزقنا اتباع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا أرحم الراحمين. Ikiwa leo ni darasa la mwisho bimashiatillah, ilmu ya albalagha, ikiwa katika mada ya mwisho ya ilmu albadi'. Kwa muraja haraka tuliambiwa ilmu albadi' ni ilmu inayohusulika na muhassinati lugha, sio? Na tukagawanya tukasema kuna muhassinati lughawi, kuna muhassinati almaanawi. Al-lughawi inaingia aljinasi, inaingia aliktibasi na inaingia na as-saj'i. Hizi zitatu tukasema aliktibasi ni gani? Iktabasa shay bi maana kuchukua mwanga wa kitu ala uhakika wa iktibas, maana yake ni kuchukua mwanga ama nuru ya kitu, kama tunakumbuka na maana ya iktibas ki. Kwa hiyo ni iktibasi ni kule mtu kuchukua maneno ya yenye ubalighi anaweka katika maneno yake biduni, yani pasipo kuyafananisha ama kuyabainisha kwamba yale maneno ni katika, yani ni katika Qur'ani mathalan ama ni hadithi, ndio iktibasi, sio? Naam. Lakini tuliongelea katika aljinasi, aljinasi ni kuja maneno mawili yanafanana katika kutamka malafudhi lakini yakhtalafiana katika maana. Mathalan tulivyosema mtume aliulizwa mmetoka wapi, akasema minal mani, sio minal ma, afwan minal ma. Ma kuna kijiji kilikuwa kinaitwa ma, na pia ma bi maana mani. Sisi asili yetu wote tumetoka katika ma, sio? Lakini pia tukaingia katika kuna kitu kinaitwa as-saj'i. Saj'i ni zile fawasili za maneno kule mwisho kuishia pamoja. Kwa maana utasema watur wa kitabi mastur fi raqm manshur. Tulisema mara nyingi katika Qur'ani hatuiti saj'i, sio? Kwa sababu hawataki kufananisha yale maneno ya shairi na al-Qur'an al-Karim. Maana zamani wale makahina ama masahir walikuwa wakileta maneno kuleta ladha katika watu ili watu wasifikirie maana. Kwa hiyo maana maulama wakaona karaha kuyaita maneno ya Qur'ani kama kuna saji. Kuna jina lao lingine wanaliita sawa na wanalihitaji. Lakini kuna at-tawriya, sio? Kwa hiyo katika lafzi tumepata al-jinas, al-iqtibas na nini na as-saji'. Kisha at-tawriya. At-tawriya inaingia katika lafzi nini muhassinat al-ma'nawi. Hii inarudi katika maana. Unataja neno moja lakini na hata ule mfano niliotoa pia ilikuwa ni wa at-tawriya min al-ma, sio? Ule ni at-tawriya. Tawriya ni neno moja unapolitaja lina maana mbili. Kuna maana inayokuja haraka katika akili na kuna maana nyingine ni mbali, sio? Kisha ile maana mbali ndio inakusudiwa, sio? Mathalan katika zama za ukhalifa sana khilafa ya Abbasiya, kuna madhhabi alikuwa akijulikana kama Mu'tazila, kama mshasikia. Itikadi yao wanasema maneno Mwenyezi Mungu ni makhluq, yani al-Qur'ani ni makhluq, sio? Sasa ilikuwa ukisema kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ni kalamullah, waweza utaokolewa. Hata Ibn Hanbali alifungwa kwa sababu ya madai kama haya. Sasa mmoja katika maulama aliitwa mbele ya khalifa akamwambia, wewe unaitakidi vipi katika al-Qur'anul Karim? Je, ni makhluq ama ni maneno Mwenyezi Mungu? Akasema al-Qur'anul Karim wat-Taurat wal-Injil waz-Zabur kullu hadha min makhluqatillah. Sisi fahamiana hapa amemaanisha nini? Amehesabu vidole kisha kule katika kuhesabu amevitaja vitabu. Kwa hiyo maana karibu inakuja bi maana kitabu cha al-Qur'ani, Taurati, Injili, Zaburi, zote hizi ni katika makhluqatillah ndio inakuja. Lakini aliyokuwa anakusudia vidole hivi vyote ni katika makhluqati Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akawa ametoka kwenye adhabu kwa sababu ya tawriya. Yaani ameleta maana mbali ambapo kwamba akili hizi kadiriki haraka. Kwa maana ndio maana ya at-tawriya. Kisha tukaingia katika at-tibaq. At-tibaq kuna neno na mukabili wake. Kwa maana je, ikiwa maneno ni mengi mathalan jumla na jumla kisha ikaja ala tartibi jumla mbili, pia hii tunaita mukabala. Kwa hiyo tibaq na mukabala kama zinafanana fulani. Kisha tukaingia katika husnu ta'lil. Husnu ta'lil wefahamu tu ni yule mwanamshairi analeta asbabu za kishairi, anakanusha asbabu za kiilmi. Fahamiana? Tulielezeana mathalan namna jua likizama ni kwa sababu mwanga wake kwa nini unakuwa mdogo ukiwa linazama? Kwa sababu linakuwa liko mbali, lakini likiwa saa 6 saa ngapi mwanga wake unakuwa mkali. Lakini sababu ya kisheria ya kiadabia alisemaje? Likiwa mbali kwa sababu anaona haya
kuondoka kufarikiana na yule wajhu wa nani, yule anayemsifia, sio? Naam. Kwa hiyo leo tutaingia katika ta'kidul madhi bima yushbihu adh-dhamm wa aksuhu. Sawa? Darasa la leo ni mtu anamsifia mtu. Si ndio hapo leo? Sio? Ama tumeruka? Ndio hapo? Naam. Unaona kufungua karatasi nyingi hizo ni tamrinati, sio? Naam. Tuzipitie inshallah pia. Asema ta'kidul madhi bima yushbihu adh-dhamm wa aksuhu. Ni vipi mtu anataka msifie mtu kisha ukishaleta sifa analeta kitu ambacho kwamba kinakudhanishia kama vile anaenda kumpa sifa za mbaya, tunasema sifa mbaya. Mathalan taposema Muhammadun aqilun, sifa mzuri hiyo. Kisha nikasema lakin, nikishasema lakin tunajua ni harfu istidrak, sio? Lakinahu jawadan, ya unaleta lakin, mtu anadhani kama vile utamtoa tena kwenye sifa mzuri, utampeleka kwenye mbali, kisha unaleta sifa mzuri tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake, ana afsahul arab, mimi ndo mfasaha zaidi katika Waarabu. Kisha akaleta baida anni min Quraish. Sawa, hii baida ni kama ghair, yani mimi ni mfasaha zaidi katika Waarabu, isipokuwa. Hata katika Kiswahili ukizungumza neno ukisema tu isipokuwa, kana kwamba unamvua sasa ile mtu. Asema baida anni min Quraish, isipokuwa mimi katika Quraish. Hii Quraish pia ni madi, kwa sababu Quraish ndo kabila bora zaidi, sio? Kwa hiyo tunakwambia ni almadi bima yushbihu dham, kama vile unaenda kumfanya mtu dham, lakini kumbe unamsifia pia aksi yake. Wampa mtu maneno mabaya, kisha unaleta herufi mathalan ya istithna, kama vile unataka kumvua, kumbe unampa lingine la kumkazia, la kumtukana. Fahamiana? Tutaona mifano yake. Anasema qala ibn Rum, laisa bihi aibun siwa annahu, asema hana aibu kabisa, ana haibu siwa, isipokuwa. Mtu akiambiwa laisa lahu aibun atakuwa anamaanisha nini? Hapa tumesahau kueleza turuku mbili. Turuku za madhi bima yushbihu dhamm zimegawanyika sampuli mbili. Ima ulete sifa kisha ulete istithna kisha ulete sifa nyingine, ama ulete istithna au nafi na istithna. Ukileta nafi na istithna katika dhamm bimaana ni madhi, yani utakusema laisa bihi aibun siwa, yani yeye hana aibu, bimaana umemsifia. Fahamiana? Laisa bihi aibun siwa annahu la taqa al-ainu ala shibhihi. Fahamiana? Yeye hana aibu isipokuwa la taqa al-ainu, halitukii jicho lolote ala shibhihi, katika mfano wake, bimaana kwa zile sifa zake hakuna anayefanana naye katika mfano wake. Fahamiana? Kwa hiyo utaona la taqa al-ainu imekuja baada istithna siwa, lakini nakwambia pia imetilia mkazo ile mati. Fahamiana? Imefahamika? Waqala akhar wala aiba fi ma'rufihim ghaira annahu, hakuna aibu katika ule uzuri wao ama katika kufanya khairi kwao, isipokuwa tu nini? Tazani kama vile anataka wavue, annahu yubayinu ajiza shakirina ani shukri, isipokuwa yani wao yubayinu ajiza shakirina, wanaweka wazi namna wale wenye kushukuru wanashindwa kushukuru kutokana na zile ukarimu wao, yani namna anavyowatendea wema mpaka wale wenye kushukuru wanashindwa kumshukuru, kwa sababu neema ni nyingi. Unaona, maana neema ziko nyingi, unashindwa hata kumshukuru ule mtu, tamshukuru vipi? Kwa hiyo utaona yubayinu ajiza shakirina ani shukri ni jumla ambayo imekuja baada ya ghaira. Kwa hiyo tunakwambia hii jumla imetilia taukidi ile madhi ya kwanza. Naam. Wala aiba fi ma'rufihim, hakuna aibu katika kutenda wema kwao, ghaira isipokuwa annahu yubayinu ajiza shakirina, yani isipokuwa wao katika ule uzuri wao kukosa kwao aibu, yubayinu wanaweka wazi ajiza shakirina, yani kule kushindwa kwa wale wenye kushukuru, ani shukri, namna watakavyoshukuru. Umeona? Naam. Waqala sallallahu alayhi wasallam ana afsahul arab, mimi ndo mfasaha zaidi katika Waarabu, baida anni min Quraish, ingali mimi ni katika Makuraish. Fahamiana? Naam. Kwa hiyo tunakwambia ni almadhu bima yushbihu adh-dhamm. Waqala an-nabighatu al-Ja'di fatan kamulat akhlaquhu ghaira annahu, kijana amekamilika sifa zake kweli kweli nzuri, ghaira annahu isipokuwa tu, sio jawadun fama yubqi ala al-mali baqiyan, yani isipokuwa tu bado ni ana ukarimu,
hakuna anachobakisha katika mali zake. Sawa, hakuna kinachobaki katika nini? Mali zake. Kwa hapa alivyosema ghaira annahu, kana kwamba anataka kupeleka kumpa sifa mbaya, lakini kumbe analeta sifa nyingine nzuri. Imefahamika maana? Fatan kamulat akhlaquhu, kijana nimekamilika akhlaqi zake, ni mzuri, tabia mzuri. Ghaira annahu, isipokuwa tu jawadun, ni mkarimu. Fama yubqi ala almali baqin, habakishi katika mali zake isipokuwa uzitoa. Albahth asema la adhunnuka tataraddad fi anna al-amthilata sabiqata jami'uha tufidu al-madh. Asema hatudhani kwamba ukirudia katika ile mifano iliyopita yote tufidu al-madh, inakufidisha ama inatupa faida ya madh, walakinaha wudi'at fi uslubin au usluna, walakin wudi'at fi uslubin gharib, yani ni madhi lakini imewekwa katika uslubu ambao kwamba ni mpya kabisa. Lam ta'adhu, atujauzoe. Walidhalika nara an nashrahahu laka, kwa maana tukaonelea tukupe sharhi. Asema Sadar ibn Rumi fi al-mithal al-awwal kalamuhu binafi al-aib amma amatan an mamduhihi, kwamba maneno ya Ibn Rumi ni nafi ya aibu kutokamana na yule anayemsifia. Thumma ata ba'da dhalika bi adati al-istithna hiya siwa, akaja na herufi ya kuvua ambayo ni siwa, maana siwa ni katika adati istithna pia, sio? Asema fasabaqa ila wahmi as-sami anna hunaka aiban fil mamduh, alipokuja na hii istithna kwa yule mwenye kusikiliza ataweza kadhania kwamba kuna aibu kwa yule mwenye kusifiwa. Wa anna Ibn Rumi sayakunu jari'an fi musarahatihi bihi, na huyu Ibn Rumi kwamba ataeleza yale machafu yake katika kuyaeleza ama kuweka wazi. Walakin as-sami' lam yalbath an wajada ba'da adati al-istithna sifatan mamduh, lakini yule mwenye kusikiliza hakufaidika isipokuwa kupata nini? Sifa nyingine ya kusifiwa. Nasemaje hapo? Fara'ahu, sio? Naam, lam yalbath an wajada ba'da adat al-istithna sifata mamduh, fara'ahu hadha al-uslub. Naam, ambao ni sampuli ya moja katika uslub. Waja anna Ibn Rumi khada'atun falam yadhkur aiban, yani amefanya khada' kama vitimbi, yani kana kwamba analitasiwa kufumvua kuniletea aibu mbaya, lakini akaleta madhi. Kwa hiyo tunakwambia ni kama vitimbi. Bal akada al-madh al-awwal fi suratin tawahama adh-dhanb, bali ametilia mkazo zile sifa ambazo kwamba mtu ataweza kazania kwamba ni sifa mbaya. Wa mithlu dhalika yuqalu fi al-mithal ath-thani, na mfano huo utapitikisha katika mfano wa pili. Anasema unzur ila al-mithal ath-thalith, tuangalie mfano tatu. Tajidu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, utaona mtume sallallahu alayhi wasallam asema wasafa nafsahu bi sifati mamduhatin wa hiya annahu afsahul arab, mtume amejisifia kwamba yeye ni afsahul arab, mwenye ufasaha zaidi. Walakinahu ata ba'daha bi adati istithna'in fadahisha as-sami', lakini baada yake akaja na adati ya istithna, ni ile baida pia ni katika harufi za istithna. Asema fadahisha as-sami', ikamshangaza yule mwenye kusikiliza. Wa dhanna anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sayadhkur ba'daha sifatan ghayra mahbubatin, kwamba baada hiyo adati kwamba mtume atataja sifa ambayo kwamba si mzuri yenye kupendeza. Walakin sar'anu ma hadat nafsuhu hina wajada sifata mamduhi ba'da adati al-istithna, lakini akashangaa baada yake ikaja sifa ambayo kwamba ni mzuri baada ya ile adati ya istithna. Wa hiya annahu min Quraish, ambayo ni jumla wa hiya annahu min Quraish. Wa Quraish afsahu al-arab ghairi munazi'in, na Makuraishi ni wafasaha zaidi, hakuna munadhara ama hakuna mjadala hapo. Fakana dhalika tawkida lilmadhi al-awwal, ikawa hii jumla ni kutilia tawkidi katika jumla ya madhi ya kwanza ama sifa za kwanza. Anasema fakana dhalika tawkida lilmamduhi al-awwal fi uslubin alifa an-nasu sima'ahu fi dhanb, ambao uslub alifa bimaana tukuzoea. Sawa, alifa ni kule kuzoea, liila fi Quraish, sio? Naam. Anasema ikawa watu wameletea usulubi ambao kwamba hawajozoea katika masikio yao, ambao ni ule wa dhamb. Wakadhalika fi al-mithal al-akhir, na hivi imepita katika ule mfano wa misho. Wa yusamma hadha al-uslub fi jami' al-amthila al-mutaqaddima, katika mifano hiyo yote inaitwaje? Wa majaa ala
shakilatiha ta'kidu almadhi bima yushbihu adh-dhamm, basi inaitwa ni kule kumsifia mtu kisha ulete kitu ambacho kama kinafanana na kumletea aibu. Wa hunaka uslubun li tawkidi dhambi ma yushbihu almadh, sasa ni kinyume chake, sawa, yani yushbihu dhamb, at-tawkidu dhambi ma yushbihu almadh, wa huwa kal uslubi sabiq lahu suratan, vile vile pia ni kama uslubu tuliopita, lakini ina sura mbili kama ile tuliozoongelea hapa. Imefahamika huku katika almadh bima yushbihu dhamb, huku unamsifia mtu kisha unaleta sifa kama unamtia aibu, lakini unarudi katika sifa. Kinyume chake unampa aibu mtu kisha unamvua kama unampeleka kwenye uzuri kisha unamrudisha kwenye sifa mbaya, ndio kinyume chake. Anasema fal awwal nahu la jamala fil khutbati illa annaha tulatun fi ghairi faidatin, anasema khutba yake haina uzuri wote kisha kaleta illa, isipokuwa kama vile anataka kumpeleka katika sifa nzuri, annaha tulatun fi ghairi faida, kisha ni ndefu ni katika dhamu pia ni ndefu kisha haina faida. Wasani nahu alqaumu shiyahun illa annahum jubana'un, hawa qaum ama hawa watu ni shihaun ni mtu mbakhili, sawa. Unajua ule ubakhili una martaba, kuna mtu ni mbakhili mpaka kwa nafsi yake, sasa ndio yeye shiha, sawa. Sasa hawa mabwana ni wabakhili kweli kweli, sawa, ila isipokuwa tu kama vile anapeleka kwenye sifa mzuri, annahum jubana, kisha ni waoga, yani ni wabakhili kisha ni waoga. Alqawaid ta'kid almadh bima yushbihu dhamm darban, ina sampuli mbili. Ayustathna min sifati dhammi manfiyatun sifatu mamdih, kama tulivyoelezea, ulete istithna baada ya kumeleta madhi kisha ulete kana kwamba unaenda katika sifa ya dhamm kisha unaleta sifatu mamduh. Au nyingine nini? Ayuthbita li shay'in sifatu mamduh, ni uthibitishe kitu katika sifa ya madhi ya sifa mzuri. Wa yuta ba'daha bi adati istithna, kisha ulete herufi ya kuvua, taliha sifatu mamdihin ukhra, kisha baada ya adati istithna inakuja tena sifa mzuri. Kisha kinyume chake ta'kidu dhammi ma yushbihu almadhi darban, pia na sampuli mbili. Ayustathna au ayustathna, huko tumeandika ayustathna min sifati madhin manfiyatin sifatu madhammin, kama ile unaleta dham kisha unaleta ni dham lakini kuna nafi na istithna, inakuwa kama vile nini, inakuwa ni dham. Tunajua rijal, ukileta ma ya nafi ukaleta na istithna, kile kitu kama ni dham inakuwa ni mamduh. Mathalan alivyosema la jamala fil khutbah, la jamala fil khutbah, amekanusha, kwa hiyo inakuwa ni dhamm. Au anasema ya pili, yuthbata li shay'in sifati dhammin, uthibitishe kitu ya sifa mbaya, thumma yuta ba'daha bi adati al-istithna au istithna, kisha ulete baada yake herufi ya kuvua, taliha sifatu dhammi ukhra, kisha baada ya hiyo herufi ya istithna inakuja sifa nyingine ya nini, ya kuvua. Naam, tuangalie tamrini ya pili haraka haraka hapa, ni pesa. Anasema ishraha fil amthilati al-atiya min ta'kidi dhambi bima yushbihu al-madhi wa bayyin darbahu, kisha ndubainishie. Anasema la fadla lilqaumi illa annahum la ya'rifuna liljari haqqahu, yani la fadla lilqaumi, ini ni nini, ni madhi ama dham. La fadla lilqaumi, hawana fadhila hawa watu, illa annahum la ya'rifuna liljari haqqahu, pia hawafahamu haki za yule jirani, sio? Ilikuwa khutba ya jana, sio? Naam, hii tunasema ni almadhu adh-dhanbu bima yushbihu nini, bima yushbihu almadh. Uslubu wako unatumika ni gani? An-nafi, yani almadh almanfi, sio? Kisha ikaje adati ya istithna. Kisha sema alkalamu alkathiri at-taqidi siwa annahu mubtadha lilmaani, maneno mengi at-taqid yana taqid, yana kufungamanisha mtu tezofahamu, siwa isipokuwa annahu mubtadha lilmaani, isipokuwa hupoteza ule utamu wa maneno, sawa. Mubtadha ni kile kitu kimezungumzwa sana, unajua kizungumzwa sana ile urawa unaondoka, isipokuwa tu al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Karim tangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasoma kila siku, lakini utamu uondoke, sio? Naam. Kwa tunakwambia nini? Adhambu bima yushbihu almadh. Naona zote itakuwa ni adhambu bima yushbihu dhamm, kisha ya kwanza itakuwa ni almadh bima yushbihu
almadhu bima yushbihu dham, kisha ya pili itakuwa ni adham bima yushbihu almadh. Wazi? Naam. Mkipata mushkil tufuatane inshallah. Wazi? Naam. Hii uweze kupata katika Qur'an. Hii ni ile almadhu bima yushbihu dham, uweze kupata katika al-Qur'an, hakuna. Naam. Kisha kuna kitu kinaitwa uslubu hakim. Kuna kitu kinaitwa nini? Uslubu al-hakim. Uslubu al-hakim ni gani? Mtu anakuja kukuuliza swali, kisha lile swali unalibadilisha, ima kutoka maana wewe hulijui, hujui jawabu, ama lile jawabu unaona hili nikimwambia huyu litamsumbua, yani si martaba yake. Si nini? Martaba yake. Mathalan, mtoto alikuja kwa baba akamwambia, baba, roho ni nini? Mtume wenyewe kujibu, manabii wote alisema yasalunaka anir ruh qulil ruh min amri rabbi, sio? Sasa baba akaona nikianza kumuelezea mimi sijui wenyewe, mitume hakujibu ile swali, itakuwa mambo marefu, sio? Akamwambia anta ruhi. Sawa? Roho nini baba? Wewe ndo roho yangu. Man nafs, mtoto alikusudia nafsi kama nafsi, lakini akamwambia anta nafsi, yani wewe ndo roho yangu na wewe ndo nafsi yangu. Mtoto akafurahia akacheka mambo yake. Sasa inaitwa nini? Uslubul hakim. Masahaba radhiallahu anhu walimfuata mtume wakaanza kumuuliza mtume, ahilla, hem, tuelezee kuhusu huu mwezi, mbona ukianza unakuwa mdogo, unakuwa mdogo, unakuwa mkubwa, kisha namna hiyo. Sasa mtume kwa enzi hizo angeanza kuelezea masahaba mambo ya falaki na nini, ingekuwa mada marefu. Sasa akapondoka kutokana na lile swali, akaona wajibu kwa uslubu mwingine, afu ule uslubu unaona faida na kwao. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, kwamba fahamuni tu ule mwezi ni kwa ajili ya mawaqit, kwa ajili ya nyakati za kuabudu, sio? Qul hiya mawaqitu linnasi, na kwa ajili tunatumia katika muamala na katika haji. Kwa maana hiyo inaitwa nini? Uslubu alhakim. Wazi? Naam. Asema al-amthila, qala ta'ala yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusu nyezi, sio? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, basi waambie tu ni mawaqitu, ni kwa ajili ya muda wa nini? Linnasi, kwa watu, wal hajj, kwa sababu sisi tukifunga tutategemea mwezi, muamala tutategemea mwezi. Naam. Wa qala ibn Hajjaj, huyu bwana alishukia kwa mwenzake, unajua ukikaa kwa mtu sana unaanza kujihisi hivi na kula sana ama nimewatia uzito. Sasa naye akasema qala thaqaltu, hivi nimekutia uzito kwa kuketi kwako sana. Asema idh ataitu mirara, mzigo kwako. Idh ataitu mirara, nilipokuja ni tuseme mapema, nimeketi muda mrefu kwa yani nakuja kwako mirara, kwa kurudia rudia, jana ameenda, leo, kesho, mirara. Sawa? Jamaa akamjibuje? Qultu thaqalta kahli bil ayadi, yani katika jawabu lake akamwambia thaqaltu, ndio umefanya uzito, lakini uzito kwenye nini? Kahli, katika ule uwema, fahamiana, bil ayadi. Naam. Ayadi hapa inakusudiwa zile neema, yani katika kule kuja akafanya yule bwana akawa anapata neema zaidi. Muona alivyopondoka, huyu alikuwa anakusudia kwamba nimefanya uzito katika kuja kwako kila siku. Sasa akasema katika kule kuja kwako kila siku, ile thakalti yako imefanya uzito katika nini? Katika kupata kwangu neema. Fahamiana? Naam. Kisha akamwambia qala tawaltu, nimefanya urefu yani. Anasema qultu aulaita tawlan, na mkiangalia katika hamisha wasema tawaltu atalta al-iqama, yani umefanya kuketi kule sana. Fahamiana? Bimaana je, nimeketi sana? Anamuuliza bwana yule. Lakini at-tawlu pia inakuja maana yake al-fadl wal ihsan. Fahamiana? Kuna kuketi sana kisha na kuketi na ile at-tawlu bimaana kuzidi kwa kitu. Kwa hiyo anamwambia tawaltu. Sawa? Qultu, nikamjibuje aulaitu tawlan, yani umefanya nini? Ihsani na fadhila zikaongezeka kwa kule kuja kwako mara kwa mara. Asema qala abramtu, sawa, yani nimekupa tabu, nimekukeshesha. Asema qultu, nikamjibu bimaana habla widadi, bimaana takdiri abramtu habla widadi, yani umefanya ile nini? Qultu, nikasema habla widadi, yani umefanya nguvu yale mapenzi yangu. Sawa? Habla widadi. Mfahamika rijali kwamba huyu anauliza hichi, huyu anamjibu kwa kitu kingine. Ndio inaitwa uslubul hakim. Albahth.
Anasema kad yukhatabu insan au yasaluka sa'ilun, huenda akakuhutubia mtu ama akakuuliza yule mwenye kuuliza, an amri min al-umur, akakuuliza jambo lolote, fatajidu min nafsika mailan ila al-ighradi anil khawd, ukawa umepondoka katika malengo ambayo kwamba alikuwa mwenye kuyafanyaje, mwenye min al-khawd, yani katika kuingia katika yale masala, fi mawdhi' al-hadith, katika yale maudhui ya mazungumzo, au ijabati an su'ali li-ighrad kathira, au kapondoka katika kumjibu kutokamana na malengo mengi. Minha, miongoni mwa malengo kutokumjibu, anna as-sa'il ajazu min an yafhama al-jawaba ala al-wajhi as-sahih, uenda ukimjibu yule mtu asifahamu yale majibu yako katika wajhu uliokuwa sawa, wa annahu yahmalu bihi an yansarifa yajmul, sio naam, yajmul naam, wa annahu yajmul bihi an yansarifa anhu ila an-nadhr fi ma huwa anfa'u lahu, na uwe ikawa ni mzuri zaidi an yansarifa, aondoke kwako wewe, ila an-nadhr fi ma huwa anfa'u lahu ajda alayhi, yani umtaje jawabu ambalo kwamba litakuwa na manufaa kwako yeye zaidi, fahamiana, kwa sababu ile swali analouliza yeye kwake halina faida, kuona mpa jawabu ambalo kwamba unamuonesha hili ndio lina thawabu, lina faida kwako wewe, sawa. Asema minha annaka tukhalifu muhadathaka fi ar-ra'yi wa la turidu an tujahihu bi ra'yika fihi, kisha unamkhalifu katika yale mazungumzo, fi ar-ra'yi, katika rai yako, wala turidu an tuwajjihahu au naam, wala turidu an tujabhahu bi ra'yika fihi, yani utaki kumuonesha rai yako katika yale masala. Wa fi tilka alhali wa amthaliha, na mfano kama huu, tasrifuhu fi shay'in min al-libaqa, unampondosha katika kumjibu kule, al-libaqa kama kumjibu, anil mawdhui, katika yale mawdhui, alladhi huwa fihi, katika yale mawdhui ambaye yeye anayataka, ila dharbi min al-hadithi tarahu adrad wa aula, ambao unampeleka katika maudhui mengine, unaona ile ya kwamba haya yatakuwa ni anfa, yanamfaa yeye zaidi na inakuwa ni aula kwake. Asema undhur ila almithali alawwal, tukiangalia mfano kwanza, tajidu anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam saaluhu an ahilla, kwamba masahaba walimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na nyezi, lima tabdu saghiratan thumma tazdadu hatta yatakamala nuruha thumma tatadhaafu hatta la tara, yani mbona mwezi unakuwa mdogo, tazdadu, kisha unakuwa mkubwa mpaka unakamilika ile nuru yake, thumma tatadhaalu hatta la tara, kisha unapotea mpaka hauone. Sasa hii masala ni marefu, anasema wa hadhihi mas'alatun masail ilmu al-falak, haya masala yanarudi katika ilmu ya falak, yuhtaju fihi fahmuha ila dirasatin daqiqatin tawila, yahitajika kuketi darasani muda mrefu ufundishe masala kiundani zaidi. Sasa kutokana mtume akaona hawa mpaka tuweke elimu ya falak itakuwa marefu, akafanyaje? Fasarafahum al-Qur'anul Karim, ikawapondosha ama ikawatoa kule al-Qur'anul Karim an hadhihi al-bayan anna al-ahilla wasail litawqit fi al-muamalat wal ibadat, ikawapeleka kwamba kawaambia tu kwamba hii nyezi ni kwa ajili ya muda, kwa ajili ya muamala na ibadati. Isharat minhu ila anna al-awla bihim ay yasalu an hadha, yani kana kwamba ni ishara la ungeuliza kuhusiana na hii ingekuwa ni bora kwa nini. Wa ila anna al-bahtha fi al-ulum yajibu an yurja qalilan hatta tatatawala ad-dawlatu wa tastaqiru sakhratu al-islam, na hii elimu kuonesha kwamba bado haikukuwa kubwa ama haikurejea, yarja bimaana kule kuchelewa, sawa, hatta tatatawala ad-dawlatu, mpaka ile dola zio kubwa kubwa, na kweli baada yake ndo hizo elimu zikaja kusomwa kwa undani na baada yake, watastaqiru sakhrat al-islam, na ule Uislamu usimame kisawa sawa. Anasema sahib ibn Hajjaj fi al-mithal thani, na ule mfano wa pili, Ibn Hajjaj anasema yaqulu lahu qad thaqaltu alayka bikathrati ziyarati, yani nimekufanya uzito kwa kuwa na kuzuruzuru kila saa. Fayasrifu an ra'yihi fi adabin wa dharfin, anampeleka katika rai yake yenye adabu kabisa na kumpa, wayanqilu kalimatihi min ma'naha ila ma'nan ukhra au ma'nan akhar, kisha anapeleka yale maneno yale lakini anapeleka katika maana nyingine. Wayaqulu lahu innaka thaqalta kahli bima aghdaqta alayya min ni'amin, hakika wewe umefanya uzito kwangu mimi katika
akhdaqta bimaana a'ta, kwa yale ulionipa min katika neema. Wa mithlu dhalika yuqalu fi albayt athani, na mfano huu utaingiza katika mfano wa pili. Wa hadha an-naw' min al-badi'i yusamma uslubu al-hakim. Al-qa'ida anasema talaqi al-mukhatab bi khayri ma yataraqabuhu, yani ni kule kumkutanisha ama kukutana na yule unazungumza naye, bi khayri ma yataraqabuhu, pasipo kwa yale ya kusudia ama anayoangalia, imma bitariki suali wal ijabi an suali lima yasaluhu, imma kwa kuacha kumjibu ama kumpa suali kutokana na yale aliyouliza, wa imma bihamli kalamihi ala khairi ma kana yaqsidu, ama kubeba yale maneno yake ukayapeleka katika maana ambayo kwamba halikuwa haya kusudi, isharatan ila annahu kana yanbaghi lahu an yasala hadha al-suali au yaqsida hadha al-ma'na, kumpeleka katika sehemu ambayo kwamba kana kwamba unamwashiria ulikuwa unataka kuuliza hivi ili upate faida ya kitu hichi, si ndio? Naam, kama tulishawahi kuashiria kwenye tafsiri, Abu Hanifa aliulizwa imamu, nikiwa naoga nielekee kibla ama nikipe mgongo? Kaambia elekea nguo zako ili zisiibiwe. Kuna maswali mtu akikuangalia anaona hayana faida, kwa hiyo anakujibu kutokana na namna ulivyokuja, sio? Mke wa Ibilisi ni nani? Harusi yake sikuhudhuria. Leo ningekuwa nimehudhuria tungesikia hata jina lake. Sawa? Na tuangalie aya ya 10 hapo, ama kabla ya aya ya 10 tuangalie mfano wa 3. Qila li rajulin mal ghina, mmoja aliulizwa utajiri ni nini? Angalia akamjibu faqala, ya 3 tabuni ya kwanza sala 3 anasema aljudu an tujada bil mawjud. Sawa, utajiri ni nini? Akamjibu kitu ambacho kwamba kina faida na yeye zaidi, kwamba ule ukarimu ni kule kutoa ambacho kwamba unacho, sio kwamba ukiwa na vitu vingi ndo utajiri. Utajiri wanasema utajiri wa nafsi, kutoa ni moyo, sio si nini, sio utajiri, sio? Na kisha suila gharibun an dinihi wa i'tiqadihi, huyo mwingine aliulizwa kutokana na dini yake na i'tiqadi, akawa hataki kumpa majibu ule, kumbainisha ni i'tiqadi yake, akasema faqala uhibbu linnasi ma uhibbu li nafsi, jawabu lake likawa napendelea watu kile wanachokipenda. Qila litajir, mwingine aliulizwa kam ra's malika, mtaji wako ni shingapi? Akamjibuje? Faqala inni aminun wa thiqatun nas bima bi adhimatu, kwamba mimi ni mwaminifu kisha na ukweli kwa watu kwangu mimi ni mkubwa. Yani kana kwamba hata nikikutajia mtaji wangu ni milioni kadhaa, kwa hiyo haina faida. Wewe chukua hii amana ambayo kwamba itakusaidia kuwa na amana katika biashara yako na kuwa mkweli katika muamala wako, ndio mtaji mkubwa zaidi. Kisha angalia aya ya 10 anasema qala ta'ala wa yasaluna kama tha yunfiqun, wanakuuliza Muhammad nini watoe. Sawa, wajua utakiwa uulize tutoe kwa kina nani, maana cha kutoa tu chochote ambacho kwamba kinanufaisha mtu, sio? Ilitakiwa swali lile tunatoa kwa kina nani. Sawa, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalitaja qul ma anfaqtum min khair, kile mnachotoa katika khairi, falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil. Yani likabeba lile swali lao, hawajajibiwa kama walivyokuwa wanatarajia, likaletwa kwa namna nyingine. Yani mlitakuwa muulize hivi, na hii ndio mnapata faida, kwamba zile mali zenu mtoe kwa wazazi wawili ama watu wa karibu ama kwa mayatima ama masakini na nani na ibni as-sabil. Kuna swali rijali? Mpiga simu wapi? Sasa au basi umemwambia? Au basi dakika 5 inshallah. Na mpaka hapo tutakuwa tumeshamalizana inshallah. Na ukitaka kufanya mtihani wa mwisho pia ni kwako wewe ujipime, je, balagha imekaa? Kuna mtihani wa mwisho as'ala imtihani shahadatu dirasa thanawiyya litasimi thani. Sawa? Na mpaka hapo tutakuwa tumemaliza albalagha alhamdulillah. Sawa? Sikumbuki hata tulianza lini. Ni kitambo wallahi, sio? Na mwaka jana na kitu tumeenda likizo, tumerudi alhamdulillah. Leo tumefanikisha. Leo tarehe ngapi? 22. Alhamdulillah. Inshallah tusome zile sura 3 na sharhi 3 inshallah. Allah tufanye sahali tulichosoma kitunufaishe na tupate baraka za wasanifu hawa na
كتاب chao إن شاء الله إنه ولذلك القادر على أن يأتي التيسير كل عسير واللطف فيما جرت به المقادير مع التقى والعفاف والغنى وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقى حلما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.